kwa sababu nimetoka kwenye jamii ina shida mbalimbali. Kwa hiyo kama mwanachuo unavotoka chuoni, siangalie zaidi kwenye fursa za ajira, lakini angalia ile jamii ambayo ilionituma kusoma. Je, inakosa nini na pia inahitaji nini katika jamii, katika maisha yale? Kwa sababu tumekuja hapa kusoma, jamii inatusubiria sisi kuonyesha kwamba kipi ambacho tumekuja kukipata kutokea chuoni. Hivyo, kwa hiyo nahitaji kuwa sehemu ya msaada mkubwa kwenye jamii. Yes, mambo vipi? Na tumaini mzima wa afya kabisa. Nami ni mzima wa afya kabisa. Hii ni Student Connect na bwana leo tuko hapa Silver Sand Hotel katika One Campus One Party event kubwa kabisa ambayo imeandaliwa na wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nasi kama Student Connect tumekuja hapa kwa ajili ya kuongea mawili machache kuhusu maisha ya kawaida ya wanafunzi hawa. Nipo na kiongozi hapa, ataitambulisha majina yake na tutaanza kuongea mawili machache. Kiongozi, mama vipi? Safi. Safi kabisa. Fresh kabisa. Hongera. Asante sana. Event inaendaje? Alhamdulillah, mambo yameenda sawa. Naam. Kiangalia bado vijana wanasherehekea, wanashangilia, wamefurahia in short. Yeah, kwa hiyo event iko vizuri. Na naamini vijana wamefurahia sana. Yes, bwana tuko hapa kwa ajili ya enjoyment, lakini pia tupo hapa kwa ajili ya kujifunza masuala mawili matatu. Issue ya kwanza, ndoto yako kubwa ni ipi? Ndoto yako ukiwa kama mwanafunzi, ndoto yako kubwa ni ipi? Nikiwa kama mwanafunzi, right? Ndoto yangu kubwa ya kwanza kabisa ni kutimiza malengo, yani malengo ya kupata ufaulu mkubwa. Hicho ndio ndoto yangu kubwa, kuwa na ufaulu mkubwa. Alafu baada hiyo ndoto maana yake ni kufanikiwa sasa. Sawa. Ni kufanikiwa hususan katika sekta ya uongozi. Na ndio maana tumeanza kuwa viongozi kuanzia katika ngazi za vyuo, tukitarajia makubwa sana hapo baadaye. Ni hivyo. Kwa ndoto ni kuwa kiongozi mkubwa, lakini cha kwanza ni kupata ufaulu ambao ni mkubwa. Hivyo. Naam, unachokifanya leo chuoni kinakusogezea vipi katika ndoto zako? Asante. Ninachokifanya leo naona ni mtiririko wa tukio ambayo napelekea ndoto yangu kuweza kutimia. Ukiangalia, unajua ndoto kutimia inahitaji watu. Inahitaji ndoto kutimia inahitaji pia connection. Tunapokuja kukutana kama hivi kwenye freshers party, maana tunakutana na watu tofauti tofauti. Kwa mfano, leo kidogo tumepata nafasi ya kuweza kukutana na wamiliki wa Red Bull, right? Pia tumekutana na watu wa CRDB. Kwa hiyo ni watu ambao ukiangalia ni wadau wakubwa ambao wanachagiza zaidi kwenye ndoto yangu. Kwa sababu mimi mwenyewe kozi ninayosomea ni kozi ya Banking and Financial Service. Kwa hiyo leo hii ninapokutana na watu wa CRDB katika swala hili, ninapokutana na watu wa Red Bull, ni wadau wakubwa sana ambao napenda sana kukutana nao na kupiga nao mastori. Kwa hiyo pia nashukuru sana kwamba nakutana na watu ambao ni sahihi katika upande wangu wa maisha yangu. Hivyo naamini ndoto yangu itaweza kufikia nitaweza kufikia ndoto yangu kwa sababu watu ambao nitarajia kuwafikia nimewafikia kweli. Naam, swali lingine, unahisi ni changamoto gani zina kuface ama changamoto gani unazipata katika kuzifikia ndoto zako ukiwa kama ni mwanafunzi na bado upo chuoni? Changamoto kubwa ambayo kidogo inatukumba hususan kwamba kama mwanafunzi, changamoto kubwa ambayo inatukumba ni hususan katika masuala ya fedha, yani inamaanisha uchumi. Kama unavyojua kwamba chuo ni taasisi ambayo inaendeshwa zaidi na fedha. Kwa hiyo kama hauko vizuri kifedha kidogo itakutataliza. Kwa hiyo inafikia kuna sometime napata hizo difficulties, lakini pia ni kumanage muda kati ya uongozi na kile masuala ya chuo. Unakuta mambo sometime unakuta unajitoa zaidi katika upande wa uongozi, lakini wakati huo unapambana ili mambo pia ya chuo yaende vizuri. Unajua huwezi kufanya zaidi upande mmoja, kwa hiyo unajitahidi kubalance mambo. Kwa hiyo changamoto kubwa zaidi ni muda. The way we balance the time, kwamba je, najigawa kwa kiasi gani, kwamba katika upande wa uongozi na pia katika upande wa masomo. Hiyo ndio changamoto kubwa, lakini vitu vingine vyote vinasovika, viko ndani ya uwezo wangu. Pia ni hatua ndogo ipi unayochukua kila siku ukiwa kama mwanafunzi ambaye unasoma chuo, ni hatua ipi ndogo unayochukua kila siku? Hatua ndogo ambayo unaichukua kila siku kama mwanafunzi hususan katika kuzikabili hizo changamoto ambazo unakutana nazo? Asante. Hatua unayochukua ndogo kwa kila siku kama mwanafunzi, kwanza ni kutengeneza ile tunaita fractional budget. Hiyo fractional budget inanisaidia mimi kumonitor my expenses, inanisaidia mimi kuweza kufikia ndoto zangu. Hususan kama nilivyokueleza awali, changamoto ni ukwasi. Kama ukwasi sasa, je, kwa kile ambacho unachokipata au unachokuwa nacho, najitahidi kuwa na bajeti ambayo ile bajeti itanisaidia mimi kuweza kuishi vyema kwa muda mrefu, na pia na kuhakikisha kwamba naweza kutimiza ndoto zangu pia kwa kuweza kufika vipindi kwa wakati, na pia kuwasaidia wanafunzi wenzangu kwa sababu mimi pia ni kiongozi.
kwamba kuna uwezekano wanafunzi wengine wana changamoto mbalimbali hususan kimasomo, wengine kiusajili. Kwa hiyo tunajitahidi kupush ile swala lile na pia kuliweza kulikamilisha na kufanya kama sehemu ya majukumu yangu. Hilo ndio kubwa. Na ukiwa peke yako huwa unajiambia nini? Ukiwa peke yako wewe kama wewe huwa unajiambia nini? Asante. Nikiwa peke yangu mimi kama mimi huwa najiambia kwamba I can, because na koti kutoka kwa nichukue kwa mtu mmoja maarufu alishekupita anaitwa Reginald Mengi. Ana msemo mmoja anasema kwamba I can, we can, you can and we can. Yaani alimaanisha kwamba kumbe ukiwa mwenyewe unaweza, lakini pia ukiwa na watu utaweza, lakini pia ukiwa na zaidi na watu ambao uliko nao utaweza zaidi. Kwa hivyo basi ndio maana niko connected na UDBS, na ndio maana katika matukio na shiriki nikiamini kwamba binafsi naweza, lakini pia I require people ili kuweza zaidi. Unapenda kufikia wapi ama unatamani unajiona wapi baada ya kuhitimu masomo yako ya chuo kikuu? Unajiona wapi, au wewe kama wewe ungependa kujiona mahali gani baada ya kuhitimu elimu yako ya chuo kikuu? Uhakika lengo la kila mwanachuo baada ya kuhitimu huwa anapendelea zaidi kuajiliwa, right? Lakini kwangu mimi hicho sio kipengele mama. Mimi ninachopenda kuona baadaye baada ya mimi kuhitimu, nataka kujiona kwamba niko sehemu ya jamii ambayo inasaidia jamii. Yaani nimetengenezwa kuwa msaidizi wa jamii, lakini si kwa ajili tu wa kuajiliwa au kupewa nafasi kwenye ofisi. Lengo kuu ni kusaidia jamii kupitia elimu yangu. Kwa hiyo ndio kitu ambacho mara nyingi ni sawa sana ndoto yangu moja hapo ambayo napenda sana kiona jamii ambayo naozunguka nayo, kwa sababu nimetoka kwenye jamii ina shida mbalimbali. Kwa hiyo kama mwanachuo unavotoka chuoni, siangalie zaidi kwenye fursa za ajira, lakini angalia ile jamii ambayo leo nituma kusoma. Je, inakosa nini na pia inahitaji nini katika jamii, katika maisha yale? Kwa sababu tumekuja hapa kusoma, jamii inatusubiria sisi kuonyesha kwamba kipi ambacho tumekuja kukipata kutokea chuoni. Hivyo kwa hiyo nahitaji kuwa sehemu ya msaada mkubwa kwenye jamii. Naam, yote kwa yote sasa hivi kumekuwa na trend ama kumekuwa na msemo kwamba joho ni fasheni tu, aliyevaa joho na asiyevaa joho ni sawa tu, kwa maana elimu ya chuo kikuu imekuwa ni kawaida sana. Wewe kama mtazamo wako unaonaje? Ni kweli kwamba joho ni fasheni tu ama elimu yetu bado haijakidhi maslahi ya kijana kuweza kumtosheleza akimaliza masomo yake? Nashukuru sana. Kwanza sijui ni kujibu moja kwa moja, but ningependa kukujibu kwa namna hii. Joho kwanza yani unajua jamii, kila jamii ina tafsiri yake na kila jamii inaelewa na kulipokea jambo kulingana na the way inavyoliishi. Niko na maana gani? Inayo kauli inayosema kwamba joho imekuwa fashion ni kwa sababu ya hiyo jamii ambayo imetuzunguka zaidi. Ndio inavyosema. Na inasema hivyo ina maana ya kwamba wanavyuo wengi wana graduate lakini hawapati ajira, right? Ndio maana unaona kwamba kumbe joho ni fashion. Lakini kwangu mimi kidogo naweza kuwa na mtazamo tofauti na hiyo kauli au na hiyo register, kwa sababu imekuwa kama vile register mtaani. Na utofauti wangu ni kwamba ukilivaa joho ukiamini ya kwamba umelivaa joho kwa ajili ya kwenda kutumika kwenye jamii, inakuwa sio fashion, lakini inakuwa ni heshima kwako. Lakini ukilivaa joho ukiamini kwamba umelivaa joho ukitaka zaidi kuweza kupata ajira kwa sababu tayari umekamilika, inakuwa vile fashion, kwa sababu ukiangalia mtaani ni watu wengi ambao wamevaa majoho na wanatafuta ajira lakini hawana ajira. Lakini mtaani wapo wachache ambao walivaa joho wakiwa na mtazamo wa kuangalia mtaa kama sehemu ya fursa wenyewe kutumia mtaa kwa ajili ya kujisaidia. Kwa mfano ukiangalia sasa hivi Tanzania ina watu wengi sana ambao hawajaajiriwa. Kwa competition ni kubwa sana. Haimaanishi kwamba ajira hazipo. Ajira zipo, lakini zile ajira zipo, lakini hususan zimelenga watu kulingana na fani au na credit ambazo mtu alizonazo. Inawezekana watu kahitimu lakini unakuta wimbi kubwa la wanafunzi waliohitimu faru wao wanafanana. Kwa hiyo sasa kwenye competition za ajira wanaangalia watu ambao the best. Umeona? Kwa mfano juzi kati watu wamehitimu pale, the best student wamekuwa awarded direct job opportunity. Imagine watifu ungekuwa wewe. Maana na wewe pia ungekuwa ni sehemu ya ile ajira ambayo umeweza kuipata. Lakini inakuwa fashion kwa sababu gani? Unajuta wewe sio miongoni mwa watu ambao wako direct connected. Lakini kingine wanafunzi pia wanasahau ya kwamba hawatumii fursa na platform za kuja kama hizi events. Hapa kuna watu wengi kwenye eventi. Unapoongea na watu maana unajitengenezea connection. Watu wengi wanahitaji ajira, lakini wewe kutambulika yahitaji pia wewe na mahusiano mazuri
na mwajiri wako. Naam, hapo sasa hivi tumeona kuna ujio wa wizara mpya ya vijana. Unadhani wizara hii itakuwa ina manufaa gani kwa vijana, hususan vijana ambao wanahitimu elimu ya chuo kikuu? Na maoni yako kuhusu wizara hii ni yapi? Asante. Kwanza ukirejea kwenye wizara hii ya vijana ambayo imetokea ni kwa ajili zaidi ya kufungua milango kwa ajili ya vijana, kuwafanya vijana kuwa proud, kuwafanya vijana kuweza kuishi na kuwa na amani. Kama unavyojua, vijana ni kundi kubwa sana Tanzania ambalo lina shida, lina changamoto hususan katika ajira, katika masuala ya fedha. Yaani vijana ni kundi kubwa sana ambalo liko kama vile lilikuwa limeachwa kwa miaka ya nyuma. Lakini baada ya kujio wa hii wizara hususan imejikita kwa ajili ya kuweza kuwasaidia vijana na kufungua njia kwa ajili ya vijana, hususan katika kuwapatia ajira, lakini pia ukiachana na ajira, kuwapatia fursa za vijana wenyewe kusema na kusimama. Kwa mfano unaiona sasa hivi vijana wamekuwa ni vijana ambao wanafanya platform nyingi sana za kutangaza biashara, wanafanya platform kubwa sana za kuweza kunadi sera zao, lakini pia kusupport viongozi, lakini pia kukemea, lakini pia kuelekeza viongozi mambo gani atakao yafanye na mambo gani atakao yatende. Kwa hiyo wizara iliyokuja imejikita zaidi kusaidia vijana. Lakini maoni yangu kwenye wizara, naiomba zaidi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani wizara ijikite pia kuangalia zaidi wanavyuo, kwa sababu yani vijana wengi wako vyuoni, sio mtaani tu, wako vyuoni. Imagine chuo kikuu cha Dar es Salaam kina zaidi ya vijana 2000, chuo kikuu cha Dodoma kina zaidi ya vijana 5000. Ukiangalia yani nimetaja vyuo vichache, ukiangalia combination na hivi vyuo viwili vitatu, ni vijana wengi sana ambao Tanzania. Na vijana wanapotoka vyuoni wanapoenda mtaani, kama kulikuwa hamna connection nzuri, hamna malezi mazuri na hakuna uhusiano mzuri na wizara, maana vijana wanaenda kuwa ni tegemezi na wanaenda kulia mtaani. Hivyo basi napenda zaidi kushauri wizara ifike zaidi vyuoni, ifanye conference vyuoni, iwaeleze vijana malengo na makusudi ya kufumiwa hiyo wizara. Nakushukuru sana. Asante sana.